Baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kuanza vibaya mechi zao mbili za hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa kupoteza mechi zote, maswali mengi yamekuwa yakiulizwa juu ya sababu za Simba kupoteza katika mechi hizo mbili, wengine wakimtaja kocha, wengine wakituhumu wachezaji juu ya kutotumia nafasi wanazozitengeneza na kadhalika. Lakini mwisho wa siku ukiangalia zile tunasema small details, vitaarifa vidogo vidogo vya namna ambavyo Simba ilicheza na kupoteza bao 1-0 nyumbani kwa Mkapa jijini Dar es Salaam dhidi ya Petro Atletico, lakini mechi ya ugenini dhidi ya Stade Malien kule nchini Mali Simba ilipoteza kwa mabao 2-1. Ukiangalia majumuisho ya taarifa ndogo ndogo juu ya Simba ilichokifanya uwanjani, hakika unaweza kujiuliza na kujiuliza tena, kuliko ni kwamba labda Simba ina mikosi, ina bahati mbaya? Ni kwa sababu gani? Tuangalie baadhi ya kile ambacho naweza kusema ni taarifa ndogo ndogo zenye kushangaza juu ya Simba walichokivuna na kile walichokifanya uwanjani, ili mwisho wa siku kuona kweli kwamba litakuja swali juu ya je, Simba ina mikosi? Lakini matarajio ni kuona kwamba katika mechi 4 zilizobaki kwenye kundi lao la D, Simba ikifanya vizuri ili mwisho wa siku Watanzania wafurahi, wekundu wa Msimbazi Simba wafurahi kwa kuona ikiwa miongoni mwa timu zitakazomaliza katika nafasi 2 za juu ambazo zenyewe ndizo huenda hufuzu katika hatua ya robo finali. Iko vipi? Ni kwamba mpaka sasa katika timu zinazoongoza kupoteza nafasi za wazi za kufunga, Simba imo, kwa sababu kati ya timu 16 kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu zilizo katika hatua ya makundi kwenye makundi A, B, C, D, timu ambayo imepoteza nafasi nyingi za kufunga baada ya kila moja kucheza mechi 2 tayari mpaka sasa kwenye makundi yote ni Esperance de Tunis, ambayo ipo katika kundi moja na Simba, lakini yenyewe ndiyo imepoteza nafasi nyingi za kufunga. Kwa hiyo tukiangalia hapa item ya kwanza, eneo la kwanza ambalo linaitambulisha Simba kama timu inayofika sana katika eneo la mwisho na kufanya majaribio ni juu ya hizi sasa big chances miss, ndicho ambacho Simba wangali katika top 2 ya timu zenye kupoteza sana nafasi za wazi za kufunga. Timu inayoongoza kwa kupoteza nafasi za wazi za kufunga kati ya timu 16 za msimu huu kwenye hatua ya makundi ni Esperance de Tunis, ambayo yenyewe ipo katika kundi D pamoja na Simba, Petro Atletico ya Angola na Stade Malien. Mpaka sasa baada ya kucheza mechi 2, Esperance de Tunis imepoteza nafasi 8 za wazi za kufunga. Waliokosa mabao hayo ya wazi ya kufunga ni pamoja na mshambuliaji wao walimsajili kutoka katika ligi kuu ya Ufaransa, raia pacha wa Ufaransa na Ivory Coast, Florian Danyo, ambaye yeye katika nafasi 8 za wazi za kufunga alizopoteza, yeye amepoteza nafasi 4. Ndugu mtazamaji wa Baduke Stats Sport Next Level, hapa tukumbushane, inapoelezwa kwamba ni nafasi za wazi za kufunga, ni nafasi za wazi kweli, sio half chances, sio nafasi nusu ama nafasi zitokanazo na kupiga mashuti yale tunasema speculative shots, yani mashuti unapiga una uhakika linalenga shabali na toka nje. La hasha, tunazungumzia big chances, nafasi za wazi. Sasa ya pili katika orodha hii unamkuta mnyama Simba, ambaye katika mechi hizi 2 nafasi za wazi za kufunga ilizopoteza ni nafasi 5, na hivyo kuwa timu ya pili kwa kupoteza nafasi wazi za kufunga. Sasa jiulize, Simba katika mechi 2 walizocheza wamepoteza zote. Mabao walioruhusu ni mabao 3. Mechi dhidi ya Petro Atletico walifungwa 1-0. Mechi dhidi ya Stade Malien wamefungwa 2-1. Sasa jiulize kwamba matukio ya jumla wao wamefunga bao 1, wameruhusu mabao 3, lakini wamepoteza nafasi za wazi 5. Wangekuwa wapi pengine? Mechi dhidi ya Petro Atletico walipoteza nafasi 3 za wazi za kufunga. Timu ya 3 katika eneo hili ni watani zao wa jadi Yanga, ambao wao wamepoteza nafasi 3 za wazi za kufunga. Hili ni eneo la kwanza. Eneo la pili ni kwenye kugongesha post, tunasema kugongesha nguzo, yani mnafanya jaribio la kufunga halafu mpira unaishia kwenda kugonga nguzo. Shuti la namna hiyo haliitwi hata shuti la kulenga shabaha, ni miongoni mwa mashuti yanayochukuliwa kwamba ni off target. Sasa katika timu ambazo zimekaribia kufunga lakini mpira ukaishia kugonga mwamba, kwenye orodha yake timu zinazoongoza kwa sifa hiyo ni RS Berkane na Al Ahly, ambazo zenyewe kila moja na RS Berkane zimegongesha nguzo mara 3. Halafu inayofuatia ni Simba mnyama
ya Tanzania ambayo yenyewe imegongesha nguzo mara 2 katika mechi 2. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba kugongesha nguzo ni ishara nyingine juu ya namna timu inapofika katika eneo la mwisho inafanya majaribio ya kufunga, lakini mpira unaishia kugonga nguzo. Mara hizi 2 ni pamoja na shuti alopiga Eli Mpanzu Kibisawala, kama tunakumbuka vizuri, dakika ya kwanza ya mechi ya ugenini dhidi ya Stade Malien, Mpanzu alipiga shuti mkunjo zuri likaishia kugonga nguzo. Lakini mwingine ni Morris Abraham katika mechi dhidi ya Petro Atletico, ile nilitoka kueleza, nafasi ya wazi ya kufunga akapiga ikaishia kugonga nguzo. Hii ni sifa nyingine ambayo wekundu wa Msimbazi Simba, ukifuatilia taarifa hizi ndogo ndogo unajiuliza ni mkosi, maana ni mwendelezo tu wa kile ambacho walishakifanya pia msimu uliopita 2024-25, lakini kwenye michuano ya kombe la shirikisho, ambapo katika timu zilizoongoza kupoteza nafasi wazi kuliko zote ilikuwa ni wekundu wa Msimbazi Simba. Mechi 12 za kuanzia hatua ya makundi mpaka fainali waliocheza dhidi ya RS Berkane, Simba walipoteza nafasi wazi za kufunga 19. Lakini timu zilizoongoza kugongesha nguzo ilikuwa ni Stellenbosch ya Afrika Kusini kwa msimu uliopita kwenye michuano ya kombe la shirikisho nilitoka kuelezea. Stellenbosch ya Afrika Kusini iligongesha nguzo mara 6. Timu iliyofuatia kwa kugongesha nguzo mara nyingi ilikuwa Simba, iligongesha mara 4, wakati huo Simba ikifundishwa na Fadu Davids. Sasa Simba hii chini ya meneja Dimitar Pantev, kocha Selemani Matola, nayo inaendeleza bahati hizi mbaya, au sema utakavyo, kwamba kukosa umakini vyovyote vile, lakini kwamba Simba inafika lakini mipira yake inagonga nguzo, mipira yake inaishia kukoswa kuwa mabao. Hii sifa ya pili ya kugongesha post ni ishara nyingine juu ya mkosi, ama sema wewe. Sifa ya tatu ya Simba katika zile small details zinazoonyesha kwamba jitihada wanafanya, lakini matokeo yamekuwa tofauti, na hivyo matarajio kubaki katika mechi 4 zilizobaki, zikiwamo 2 za nyumbani na ugenini dhidi ya Esperance de Tunis, zikiwamo 2, moja ya nyumbani dhidi ya Stade Malien na ya ugenini dhidi ya Petro Atletico, ni kwamba kwenye umiliki wa mpira possession, timu ambazo mpaka sasa zimeonyesha uwezo mkubwa wa kumiliki mpira ndani ya dakika 90 za uwanja baada ya mechi 2 kwa kila timu kwenye makundi yote. Namba 1 kwa umiliki wa mpira kama kawaida ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, ambayo yenyewe kwa wastani inamiliki mpira kwa 73.5. Timu inayofuatia baada ya Mamelodi Sundowns kwa kumiliki mpira zaidi ni RS Berkane ya Morocco, ambayo yenyewe inamiliki mpira kwa wastani wa 65. Ya tatu sio nyingine, ni wekundu wa Msimbazi Simba, ambao kwa wastani Simba wanamiliki mpira kwa 62. Lakini pamoja na kumiliki kote mpira, wanaopiga mwingi mno, muda mwingi wakiwa katika nusu ya pili ya uwanja, bado Simba wamepoteza mechi zote 2. Ni mkosi, ni gundu, ni balaa, ni kitu gani hasa? Wewe unaweza ukasema kupitia maoni yako kwenye uwasilishaji huu. Sifa nyingine ya 4 inayoashiria kwamba Simba wangali kwenye taarifa nyingine ndogo ndogo anafanya vizuri, lakini imewagharimu kwa kupoteza mchezo mechi zote 2, ni juu ya mipira mirefu, tunasema long balls. Mipira mirefu ni ile ambayo inasafirishwa kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine kwa mafanikio, crossfield passes. Wakati mwingine ni kwa mwendo wima, lakini zinasafiri kukata mistari ya ulinzi ya timu pinzani na kufika zilikopelekwa ama vinginevyo. Sasa njia mojawapo ya kukata mistari ya ulinzi ya timu pinzani, njia mojawapo ya kurahisisha mwendo wa kulifikia lango la timu pinzani ni kupiga mipira mirefu. Timu zinazofikisha mipira mirefu kwa usahihi, maana wachezaji wake wameandaliwa na wana uwezo huo haswa, kwa sababu ni pasi ndefu lakini zinafika zilikopelekwa kwenye destination. Sasa timu inayoongoza kwa kupiga mipira mirefu inayofika kwa usahihi ni Esperance de Tunis, ambayo mpaka sasa katika mechi 2 imepiga mipira mirefu na ikafika kwa usahihi mara 64, imefika kwa usahihi. Lakini inayofuatia kwa kupiga mipira namna hiyo na ikafika kwa usahihi baada ya Esperance de Tunis ni Pyramids ya Misri, ambayo yenyewe imefikisha mipira kwa usahihi mara 58. Ya tatu sio nyingine, ni wekundu wa Msimbazi Simba, mnyama, ambao wao mpaka sasa katika mechi 2 wanashika nafasi ya 3 kwa kupiga pasi ndefu zinazofika kwa usahihi mara 57. Hii ni sifa nyingine inaonyesha kwa small details wekundu wa Msimbazi Simba si haba. Bahati mbaya tu ni kwamba kwenye mpira wa miguu jambo la msingi ni ngapi, matokeo ya mchezo yalikuwaje, ndio takwimu muhimu na sio hizi nyingine ndogo ndogo.
Pale ndipo ambapo Simba imewaangusha kwa sababu wamepoteza mechi zote mbili kama nilivyotoka kueleza. Lakini hizi small details, pasi ndefu zinazofika kwa usahihi, excellent. Ni timu ya 3 kati ya 16. Lakini eneo lingine baada ya hii ya kugongesha nguzo, umiliki wa mpira, kukosa nafasi wazi, pasi ndefu, kuna eneo la dribbling, kukokota mipira kwa mafanikio. Dribbling ni aina nyingine ama mbinu au mpango wa timu wa kutumia uwezo binafsi wa wachezaji wake katika kuhakikisha inarahisisha mwendo wao kwenda katika lango la wapinzani. Dribbling, it's all about, tunaweza kusema ni kuhusiana na kukokota mpira, kwamba mchezaji mmoja mwenye uwezo wa kipekee, Simba wanao wa kutosha kama Morris Abraham, Eli Mpanzu Kibisawala, Jasha Ahua, hata washambuliaji wao kina Steven Dese Mukwala, kwamba au viungo kama Nabi Kamara, Yusuf Kagoma, Kibu Dennis Prosper na kadhalika, wachezaji wote kwa ujumla pale anapopata mpira, halafu kwa sababu mistari ya ulinzi ya timu pinzani imekaa kwa usahihi, yeye kurahisisha mwendo mpira ufike kule anakotaka kwenye final third ili afanye majaribio ya kufunga. Ni mchezaji huyo akitumia uwezo wake binafsi wa kupiga chenga na kukokota mipira kuwapita wapinzani. Anapofanikiwa, hiyo ndio tunazoita dribbling. Sasa Simba katika eneo hili wako vizuri sana kwenye kudribble mipira kwa mafanikio. Timu inayoongoza kati ya 16 zilizopo kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2025-26 ambazo zote zimeshacheza mechi mbili. Ya kwanza kwa kudribble mipira kwa mafanikio ni mnyama Simba, anatokea tena kwa hapa katika eneo hili. Simba mpaka sasa mechi 2 wamedribble mipira kwa mafanikio mara 21. Hawana mpinzani katika eneo hili. Wanaofuatia katika eneo hili kwa mbali wanakuja RS Berkane wa Morocco, ambao wao wamekokota mipira kwa mafanikio mara 18. Halafu ya 3 ni Al Ahli ya Misri, ambayo yenyewe kwenye kudribble mpira wamefanikiwa mara 17. Sasa nimejaribu kugusia hizi items 5, maeneo 5 ya namna ambavyo Simba wangali wakifanya vizuri katika mechi hizi 2, lakini matokeo yamekuwa tofauti na kile ambacho kilitarajiwa. Jitihada wanazoonyesha uwanjani, wanamiliki mpira zaidi, wanafika kwa wapinzani, wanatengeneza nafasi wazi za kufunga, lakini matokeo yanakuwa tofauti kwa sababu hawafungi. Wamefunga bao moja tu licha ya yote hao waliyofanya katika maeneo ya 5 niliyojaribu kuyagusia. Sasa kwa kuangalia hizi small details, kazi ya kocha na benchi la ufundi, manager Dimitar Pantev na Selemani Matola, pamoja na maelezo yote yanayotolewa, wanaweza kawa na kasoro zao, lakini kimsingi kwenye mpira wa miguu kazi ya technical bench ni kuwezesha timu kufika katika eneo la mwisho kwenye final third. Halafu ukifika kwenye eneo la mwisho, apatikane mchezaji mmoja anayesimama sehemu sahihi, apate mpira, aweke mpira wavuni. Benchi la ufundi ni mipango kuwezesha timu kufika katika eneo la mwisho. Yaweza kutumia mfumo wa 4-4-2 baada ya golikipa, 4-2-3-1 kwa maana walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 mshambuliaji kinara mmoja. Inaweza kutumia mfumo 4-5-1 na kadhalika. Yote lengo ni kuhakikisha timu ifike eneo la mwisho. Timu nyingine inaweza kutumia power play, mipira mirefu, ali mradi ifike eneo la mwisho. Wakati mwingine set pieces, mipira ya kutenga, iwe katika eneo la mwisho, waweke mpira wavuni. Linapokuja jukumu la kuweka mpira wavuni ni la mchezaji mmoja. Anaweza kawa beki, anaweza kawa kiungo, anaweza kawa mshambuliaji. Na katika kuweka mipira wavuni ni kweli uwanjani kwenye kupanga kikosi, kama ni baada ya golikipa kuna kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3, shambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Yule mmoja anaitwa mshambuliaji kinara. Huyu miongoni mwa wajibu wake, kazi yake ni kuweka mipira wavuni. Lakini katika modern football, soka la kisasa, yeyote analo jukumu na wajibu wa kuweka mpira wavuni, alimradi umkute katika eneo sahihi, kwa sababu kinachotakiwa ni sanaa ya kuweka mpira wavuni. Yule aliyekuwa mshambuliaji anaweza akawa fundi sana wa kutekeleza jukumu hili, lakini maanishi wachezaji wengine hawawezi kuweka mpira wavuni. Kwa mfano, tukio la Morris Abraham, bonge la mchezaji, mpaka sasa hakuna ubishani juu ya ubora wake na kipaji alichonacho kijana huyu wa Kitanzania. Nafasi aliyopoteza kwenye kuweka mpira wavuni sio mpaka angekuwa Jonathan Soa, Steven Dese Mukwala au Shomari Kapombe, yeyote mwenye idea ya mpira, hata kama sio wale walioanza siku ya mchezo dhidi ya Petro Atletico, lau kama angekuwa na uwezo wa kupiga tu mpira, angeweka mpira wavuni. Ndiyo, kwa sababu ilikuwa ni takriban kutoka umbali wa ndani ya hadi 6 au 8, unaweza kusema hivyo, ambako mchezaji yeyote ana uwezo kuweka mpira wavuni bila kujali yeye ni wa nafasi ipi uwanjani, kwa sababu goli liko wazi, mpira uko mguuni. Bahati mbaya sana, mpira ule uligonga nguzo na kuwa sehemu ya nafasi 5 ambazo Simba wamepoteza
za wazi za kuweza kufunga. Lakini kimsingi haya yote yanaashiria kwamba Simba wakiwa na utulivu, wao ni wazoefu kwenye michuano hii ya CAF tangu msimu wa 2018-19, ukiondoa msimu mmoja 2019-2020, mingine yote wanafika hatua ya robo finali, ikiwamo misimu ambayo walianza kwa vipigo viwili mfululizo kama ilivyo msimu huu, halafu akasonga mbele. Bas kwa spirit ile ile na kwa kiwango hiki walichoonyesha cha kufika kwa wapinzani na kufanya majaribio ya kufunga, Simba wawe watulivu, waungwe mkono na mashabiki wao, waungwe mkono na Watanzania, management itulie katika kuhakikisha wanawasaidia kutekeleza mpango kazi wa benchi la ufundi kupata matokeo katika mechi ambazo zinatarajiwa kuwa nzito zaidi, zenye hadhi ya finali kila mchezo, kwa sababu Esperance de Tunis watakaocheza nayo Januari 23 na kurudiana nayo Januari 30 kwa mujibu wa ratiba inavyoonyesha, na wao wanahitaji sana mechi hizo kwa sababu hali yao pia sio nzuri. Mechi mbili wana pointi mbili. Simba mechi mbili wana pointi 0. Walio juu ni Petro Atletico na Stade Malien ambao wao baada ya michezo miwili kila moja ameshinda moja, sare moja, wana pointi 4. Kundi liko wazi sana, lakini mechi zake ni nzito haswa, zinahitaji wachezaji kuungwa mkono na sio maneno. Lakini benchi la ufundi kufanyia kazi masuala haya kwamba wachezaji wao wawe na ile wanaita composure, utulivu, kuweka mpira wavuni ili hatimaye kuwapa furaha wana Msimbazi, kuwapa furaha wa Tanzania. Ni ngumu haswa, lakini inawezekana. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.